Hujambo, hii ni Arusha One Radio na mimi ni Awadh Rashidi. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF limesema kuwa limeshambulia maeneo ya Wahouthi nchini Yemen kujibu makombora yaliyorushwa na kundi hilo katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion siku iliyopita. IDF imesema ilishambulia maeneo ambayo ilidai kuwa chanzo kikuu cha usambazaji wa silaha kwa Houthi katika bandari ya Hodeida pamoja na kiwanda cha saruji cha Balji mashariki mwa jiji la Hodeida. Kufuatia shambulio kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion Jumapili, Wahouthi walisema wataweka vizuizi kamili vya anga kwa Israel kwa kulenga viwanja vya ndege kujibu mipango ya Israel ya kupanua shughuli zao kwa Gaza. Kundi hilo linaloungwa mkono na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesema watu 21 walijeruhiwa katika shambulio la Jumatatu na kusema kuwa ni uvamizi wa pamoja wa uchokozi wa Marekani na Israel. Marekani ilikana kuhusika, huku IDF ikisema shambulio lake la Jumatatu lilifanywa kwa usahihi na hatua zilichukuliwa kupunguza madhara kwa meli zinazotia nanga kwenye bandari hiyo. Ilidai kuwa kiwanda cha Balji kilifanya kazi kama rasilimali kubwa ya kiuchumi na kilitumiwa na kikundi hicho kujenga vichuguu na miundombinu, wakati maeneo ya bandari yalitumiwa kwa uhamishaji wa silaha za Iran. Bandari hiyo ni ya pili kwa ukubwa katika bahari ya Sham baada ya bandari ya Aden na ndio sehemu ya kuingilia kwa takriban 80% ya bidhaa za chakula zinazoingizwa nchini Yemen. Wakazi wengi waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba zaidi ya mashambulizi 10 yalilenga bandari ya Hodeida na maeneo ya Al-Sheikhan na Al-Hawak, huku 4 mingine ikilenga kiwanda cha saruji. Msemaji wa Wizara ya Afya inayoongozwa na Houthi, Anis Al-Sabha, amesema takriban watu 21 wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Wanamgambo wa Houthi walilaumu Marekani na Israel kwa kuunda shambulio hilo la pamoja. Na tukitoka huko nchini Yemen tuelekee kule nchini Iran, ambapo Jamhuri hiyo ya Kiislamu imelaani vikali vitisho vya karibuni kutoka Marekani na Israel kuhusiana na shambulio la kulipiza kisasi la Yemen dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Israel na imeahidi kulinda mamlaka na uhuru wake dhidi ya tishio lolote au matumizi ya nguvu. Balozi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa alitoa kauli hiyo kupitia barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Rais wa Baraza la Usalama. Amir Said Irvani amesema kuwa kitendo chochote cha uchokozi wa kijeshi kutoka Marekani au kibaraka wake utawala wa Israel kitapokelewa kwa jibu la haraka linalolingana na la kisheria. Ameongeza kuwa Marekani na Israel zitabeba jukumu kamili kwa madhara yote yatakayojitokeza kutokana na uchokozi huo usio halali na wa kizembe. Irvani amesema matamshi kama hayo, uchochezi na vita dhidi ya taifa mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ni ukiukaji mkubwa na wawazi wa misingi ya sheria za kimataifa. Aidha, amekemea vikali hatua ya Marekani na washirika wake ya kuifanya Bahari Nyekundu kuwa eneo la kijeshi na kufanya operesheni za kijeshi zisizo halali dhidi ya Yemen. Baada ya shambulio la kombora la Yemen kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion katika utawala wa Israel, waziri mkuu wa utawala huo na waziri wa ulinzi wa Marekani walitaja Iran kama mhusika mkubwa, wakitishia kwamba Tehran itabebeshwa dhima. Jumatatu usiku, makumi ya ndege za kivita za Israeli zikafanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya malengo yake nchini Yemen. Kituo cha televisheni cha Al-Masra cha Yemen kimeripoti kuwa Marekani ilitekeleza mashambulizi 35 tangu Mei 4 na imelenga majimbo kadhaa Yemen ikiwemo Jawaf na Marbo. Na athari za tangazo la jeshi la Yemen la kufunga anga la Israeli mpaka utawala wa Kizayuni utakapoacha kufanya jinai dhidi ya wananchi wa Gaza zinaendelea kuitia hasara Israel na zimesambaratisha pakubwa sekta utalii ya Israel. Miongoni mwa hasara ilizozipata Israeli ni kukwama kwa ujenzi wa makumi ya maelfu ya nyumba za walowezi wa Kizayuni kwenye ardhi walizopora, sehemu kubwa ya bajeti ya nyumba hizo ikitokana na sekta utalii. Uchunguzi uliofanywa na shirika la habari la Fars umeonyesha kuwa kombora la Yemen lililopiga karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv limechimbua shimo kubwa lenye kina cha mita 25, shirika hilo likiuliza swali kwa kuandika, hali ingelikuwaje kama kombora hilo lingesogea mita chache tu na kupiga karibu na ndege? Tayari mashirika mbalimbali ya ndege yamesimamisha safari zake kuelekea Israel, na hadi wakati tunatayarisha taarifa hii zaidi ya mashirika 20 ya ndege yalikuwa yamesimamisha safari zake kuelekea Israel, swala ambalo limeitia hasara dola milioni 4 sekta utalii ya Israel. Netanyahu alikuwa ameanzisha mpango wa dola milioni 4 wa kufufua sekta hiyo iliyosambaratika kutokana na vita. Mwaka jana 2024, Iran ilifanya mashambulizi mawili makubwa kulipiza kisasi dhidi ya Israel yaliyopewa jina la Ahadi ya Kweli namba 1 na namba 2. Mashambulizi hayo yalipelekea mashirika ya nje kusimamisha safari zake kuelekea Israel, sekta ya utalii ya Israeli ikisambaratika kwa 80%, uchumi wa utawala wa Kizayuni ukiingia hasara moja kwa moja ya mamilioni ya dola. Na mbunge mmoja wa zamani wa bunge la Ulaya Bi Claire Daly ametoa ujumbe mzito wa kushikamana na Palestina wakati aliposhiriki kwenye tamasha
tamasha la Subh la kimataifa la vyombo vya habari mjini Tehran siku ya Jumatatu. Bi Clark-Dele ambaye aliwahi kuwa mjumbe wa bunge la Ulaya kutoka Ireland kuanzia Julai mwaka 2019 hadi Julai mwaka 2024 ametunukiwa tuzo maalum ya Shahidi Ismail Hania ili kuenzi uungaji mkono wake kwa kadhia Palestina, haswa wakati wa mauaji ya umati yanayoendelezwa na Israeli kwa Gaza. Mbunge huyo amekuwa mtetezi mkubwa wa mapambano ya ukombozi wa Palestina dhidi ya uvamizi wa Israel na ubaguzi wa rangi, na amekuwa akizungumza mengi kuhusu mapambano hayo katika majukwaa ya kimataifa. Amesema wanafanya juhudi za kupaza sauti ya mukawama katika kila bara na katika kila nchi, wakati ambapo viongozi wa ulimwengu unaodaiwa kuwa ni wa kidemokrasia wakisalia kuwa kimya na kuwezesha kufanyika kwa mauaji ya kimbari. Amesema ana matumaini kwamba Gaza itakombolewa na Wapalestina watashinda na kamwe Israel haitopata ushindi. Na tuelekee huko nchini Urusi ambapo Urusi imesema Ukraine imeanzisha shambulio la usiku wa kuamkia jana na ndege isiyo na rubani iliyolenga Moscow kwa usiku wa pili mtawalia. Viwanja vyote vinne vya ndege vikubwa vya mji mkuu vimefungwa kwa muda ili kuhakikisha usalama, shirika la uangalizi wa anga la Urusi Rosostaviashia limesema kwenye Telegram. Meya wa Moscow Sergei Shobebin amesema kwenye mitandao ya kijamii takriban ndege 19 zisizo na rubani za Ukraine ziliharibiwa kabla ya kufika mjini kutoka pande tofauti, akisema baadhi ya vifusi hivyo vimetua kwenye moja ya barabara kuu za kuingia mjini, lakini hakuna majeruhi. Ukraine bado haijasema chochote, lakini meya wa Kharkiv amesema Urusi pia imefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika mji huo usiku kucha na pia katika eneo la Kiev. Pamoja na huko Moscow, magavana wa miji mingine ya Urusi pamoja na Penza na Voronezh pia walisema walikuwa wakilengwa na ndege zisizo na rubani usiku wa Jumanne. Na usiku wa pili mfululizo ambapo Urusi imeripoti shambulio la ndege zisizo na rubani, huku wizara ya ulinzi ya Urusi ikisema kuwa imeharibu ndege 26 za Ukraine usiku kucha. Tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine zaidi ya miaka mitatu iliyopita, Kiev imeanzisha mashambulizi kadhaa ndege zisizo na rubani mjini Moscow, shambulio lake kubwa zaidi likiwa mwezi Machi liloua watu 3. Na mapigano yameripotiwa kutokea jana Jumatatu katika jimbo la Kivu Kusini la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha kwamba mazungumzo baina ya serikali na waasi wa M23 yanaendelea nchini Qatar. Walioshuhudia wanasema kuwa kundi moja la vijana wa kujitolea wanaoungwa mkono na jeshi la Kongo lilishambuliwa na waasi wa Twiraneho na Redi Tabara ambao wanashirikiana na kundi la waasi wa M23 kwenye eneo la milima ya Fizi lenye utajiri mkubwa wa maliasili. Mkazi mmoja wa eneo hilo alijitambulisha kwa jina la Maulidi amesema ilikuwa ni Twiraneho ndio waliokuja kushambulia wazalendo na wanajeshi wa Kongo wanachoma nyumba, na mapigano yamekuwa yakiendelea tangu saa 12 asubuhi. Ghasia hizo zimeripuka wakati rais wa Kongo Felix Tshisekedi akiwa amekubali kuketi katika meza ya mazungumzo na waasi wa M23 ili kutafuta njia za kutatua mgogoro wa nchi hiyo. Hata hivyo, sasa wajumbe kutoka pande zote mbili wako mjini Doha, Qatar kwa mazungumzo ya amani. Licha ya pande zote mbili kutoa taarifa za kutaka kusitishwa kwa mapigano, lakini vita vinaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, huku waasi wa M23 wakizidi kuteka vijiji na miji kutoka mikononi mwa wanajeshi wa serikali. Juzi Jumapili, waasi wa M23 wakiteka mji wa Lunyasenge kwenye ufuo wa magharibi wa Ziwa Edward mashariki mwa Kongo, mapigano hayo yakisababisha vifo vya watu 17 wakiwemo wanajeshi 7. Na rais wa Uganda Jenerali Yoweri Kaguta Museveni amesema kuwa operesheni za pamoja za kijeshi zilizoanzishwa na Kampala katika nchi jirani za Sudani Kusini na Kongo zimewashinda waasi katika nchi zote mbili. Katika taarifa yake iliyotumwa kwenye akaunti yake rasmi ya mtandao wa kijamii ya X, Museveni amesema kwamba jeshi la ulinzi la Uganda UPDF limeyasaidia majeshi ya majirani hao wawili kuwashinda waasi. Amesema kuwa huko nchini Kongo UPDF imefanikiwa kukishinda kikosi cha Allied Democratic Force ADF kwa msaada wa jeshi la Kongo. Mwezi Machi, Uganda ilipeleka wanajeshi nchini Sudan Kusini, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka kati ya vikosi vinavyomtii Rais Salva Kiir na vile vinavyomtii makamu wake wa kwanza Daktari Riek Machar. Huko nchini DRC, wanajeshi wa Uganda na wenzao wa DRC walianza operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wa ADF mnamo mwezi Novemba mwaka 2021, muda mfupi baada ya kundi hilo la waasi kuanzisha mashambulizi ya mabomu huko Kampala, mji mkuu wa Uganda. Genge la waasi la ADF ambalo ni kundi la waasi wa Uganda ambalo limejikita katika misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hilo la waasi linalaumiwa kwa kusababisha uharibifu mkubwa katika vijiji vya mashariki ya DRC. Mapema mwaka huu Uganda ilipeleka wanajeshi huko Ituri ili kuzuia mashambulizi ya wanamgambo wenye silaha wa Lendu wanaoendesha shughuli zao chini ya waasi wa Kodeko na wanamgambo wengine.
Na afisa mwandamizi wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani CIA Ralph Goff amesema nchi hiyo iliweka makusudi vizuizi vya msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili kuiacha nchi hiyo ivuje damu badala ya kushinda vita kati yake na Urusi. Goff ameeleza hayo katika mahojiano na gazeti la Times alipozungumzia mkakati uliotekelezwa na rais wa Marekani wakati huo Joe Biden wakati wa hatua za awali za vita vya Ukraine. Ukraine ilikuwa ikiomba mara kwa mara ipatiwe mitambo ya kisasa zaidi ya silaha za Marekani, lakini hapo awali ilizuiliwa au kucheleweshwa na Washington. Katika mahojiano hayo, mkuu huyo wa zamani operation ya CIA barani Ulaya na Eurasia amesema Biden alikuwa akisita kutuma zana muhimu za kijeshi na kivita kwa sababu ya hofu kwamba Urusi itaingia kwenye utumiaji wa silaha za nyuklia. Goff amedai kuwa uamuzi huo wa kusita kuipatia Ukraine silaha muhimu uligeuza mzozo huo kuwa vita vya muda mrefu na haribifu. Kama tungewapa Ukraine silaha zinazofaa wakati huo, wangeweza kuwatimua Warusi hadi nje ya nchi yao, ameeleza afisa huyo wa zamani wa CIA. Goff ambaye ni muungaji mkono mkubwa wa Ukraine amesisitiza kuwa Marekani na nchi za Ulaya ziliipatia serikali ya Kiev silaha, lakini si za kuiwezesha kushinda vita kati yake na Urusi, bali za kuifanya nchi hiyo ivuje damu tu. Serikali ya Joe Biden ilitoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 174 kwa Ukraine kufuatia kushadidi kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022 uliojumuisha shehena kadhaa za zana za kijeshi. Na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuvuruga mfumo wa uhusiano wa kimataifa imeulazimisha Umoja wa Ulaya kuamua kuimarisha uhusiano wake na nchi za Asia Pacific kupitia jumuiya kama Trans-Pacific. Gazeti la Financial Times imeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa viongozi wakuu wa nchi za Ulaya na wanadiplomasia wanaona kuwa kurejea madarakani kwa Donald Trump huko Marekani ni kichocheo cha kufufua mpango uliokwama wa kuunda ushirikiano wa kimkakati kati ya Umoja wa Ulaya na jumuiya ya kibiashara Pasifiki, yani Trans-Pacific. Kwa mujibu wa Pass Today, baada ya Trump kuzipandishia ushuru bidhaa za nchi nyingine duniani, kila nchi imekuwa ikichukua hatua za kupambana na rais huyo, na hivi sasa Umoja wa Ulaya umeamua kuimarisha uhusiano wake wa kibiashara na nchi za Asia na Pasifiki, zikiwemo pia nchi za Canada, Japani na Mexico. Katika mahojiano na Financial Times, mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba pande zote mbili zinachunguza ni mambo gani yanahitaji kuboreshwa katika shirika la biashara duniani WTO ili kukabiliana na msukosuko uliojitokeza hivi sasa na jinsi gani zinapaswa kuwa na uhusiano wa karibu baina yao ili kufanikisha malengo yao. Jumuiya ya ushirikiano wa Trans-Pacific ilianzishwa mwaka 2018 na inajumuisha nchi za Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Uingereza na Vietnam. Wizara ya mambo ya kigeni ya Canada nayo imetangaza kuwa nchi hiyo imejitolea kuimarisha uhusiano wake wa kibiashara na Ulaya na eneo la Indo-Pacific. Na tuhitimishe na taarifa hii ambapo rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amekataa pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kupeleka wanajeshi ndani ya ardhi ya nchi hiyo kupambana na magenge ya madawa ya kulevya, na akasisitiza kwamba wakati Mexico imeweka mlango wazi kwa ushirikiano, haitokubali kamwe kufanywa mbwa na Marekani. Sheinbaum ametoa kauli hiyo baada ya ripoti iliyotolewa na gazeti la The Wall Street Journal siku ya Jumamosi kudai kwamba Trump alimshinikiza rais huyo wa Mexico kuruhusu Marekani itekeleza operesheni ya kijeshi ndani ya ardhi ya nchi hiyo. Ripoti hiyo ya The Wall Street Journal iliangazia mazungumzo ya katikati ya mwezi Aprili yaliyofanyika kwa njia ya simu kati ya marais wa Marekani na Mexico, ambapo Trump aliripotiwa kushinikiza wanajeshi wa nchi hiyo waruhusiwe kuingia ndani ya ardhi ya Mexico ili wakapambane na magenge ya madawa ya kulevya. Kwa mujibu wa duru za habari, Sheinbaum alipinga vikali wazo hilo na kupelekea kuzuka majibizano makali kati yake na Trump. Akihutubia katika ufunguzi wa chuo kikuu, rais wa Mexico amethibitisha ripoti hiyo na kuweka wazi msimamo wake. Ni kweli, amesema Bi Sheinbaum, na akamnukuu Trump akisema, ninapendekeza jeshi la Marekani liingie kusaidia, na unajua nilichomwambia? Hapana, Rais Trump, ardhi yetu haitolewi, mamlaka yetu ya kujitawala hatolewi, mamlaka yetu ya kujitawala hayauzwi. Rais wa Mexico ameongeza kuwa ikiwa Trump anataka kusaidia, ajikite katika kuzuia silaha zinazomiminika ndani ya Mexico zikitokea Marekani. Mwisho wa rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashid.